لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. أهلا وسهلا مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. Amma baad, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa, kipindi hewani ahamiyatu dua, umuhimu wa dua, kipindi ambacho tunakueleza asrari alquran wa asmaillahi alhusna, siri mbalimbali za Qur'ani na majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyokuwa mazuri. Fi aljumaa alawwal fi shahri Muharram, ama aljumaa ya kwanza katika mwezi wa Muharram. Aljumaa sharaf katika dua, Muharram sharaf katika dua. Leo nakupatia namna ya kusoma sura iliyo fupi ambayo itakutosheleza, itakutajirisha, itakupa sababu ya kupata riziki ya wasaa isiyo katika, ndugu yangu katika imani. Na sura hii ndiyo sura ambayo waliisoma wazee wetu waliofikia daraja ya kiwalii. Kuna mashekhe katika nchi yetu na katika nchi za Afrika na duniani kwa ujumla, waliishi katika dunia, walifikia daraja ya kuwa ni mawalii. Hawakuacha kupitwa na fursa kama hizi wakati unapoingia mwezi mtukufu wa Muharram. Na namna ya kusoma yataka uzingatie hii dua, uisome hii sura, uisome kabla ya kufika ayyamul bayth, yale masiku meupe ambayo yanaingia katika kila mwezi, mwezi 13 muandamo, mwezi 14 na mwezi 15. Maana yake upo katika fursa adhim. Kuanzia mwezi 12 kurudi nyuma, yataka ukae kitako upate imma siku 3 au siku 7, uisome sura hii, uisome dua hii. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakutosheleza katika masala ya riziki. Ni sura ambayo ina hazina kubwa mno, nami nakupatia hii ni hazinatun madfun, ni hazina iliyozikwa, iliyofukiwa. Haipatikani madukani kwa kwenda kununua kitabu, bali yataka upewe na mashekhe waliofikia daraja ya kiwalii, wakwambie nimekupa, kaisome katika mwezi wa Muharram, masiku ya mwanzo kabla ya masiku yale meupe, na uisome katika utaratibu huu na kwa idadi hii. Tumekupa siku, ima siku 3 witri au siku 7 witri, lakini pia usomaji wake yasomwa kwa idadi zifuatazo: 41 mara, waweza kuisoma mara 41, au 360 mara, au unaweza ukaisoma mara 360. Lakini wakati unasoma zingatia mambo yafuatayo. Al-awwal, jambo la kwanza, al-udhu, chukua udhu kama unayekwenda kuswali. Athani, jambo la pili, mustaqbilul qibla, wakati wa kusoma elekea muelekeo wa kuelekea qibla. Athalith, jambo lako la tatu la muhimu, as-salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam 11 mara, mswalie mtume Muhammad bi ayi sigha, kwa sigha yoyote. Salatu ala nabii yoyote uliyohifadhi, soma mara 11. Hiyo ndio miftah, huo ndio ufunguo wa kuisoma surati al-Qadri. Na ukifanya hivyo kwa utaratibu huo, utaona maajabu namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakavyokupatia riziki ya wasaa. Na hivi ndivyo walivyoishi wazee wetu, walifanya hivi. Na ndio maana wale wote mashekhe waliofikia daraja ya kiwali, walipokuwa wakiishi katika majumba yao, mbali na watoto wao, walilea sehemu ya jamii yao. Walichukua wanafunzi wakaishi katika nyumba zao, walikula kwao, na Mwenyezi Mungu aliwapa riziki ya wasaa. Kama ni miaka 3, miaka 5, miaka 10, mtoto anasoma nyumbani kwa shekhe, atakula kwake, atavaa kwake, na hapo atafanya takrima hizo, hidma hizo atazifanya pasi na kutegemea shilingi ya ada kutoka kwa mzazi wake. Subhanallah, hazinatun madfun. Hii ni hazina iliyofukiwa, hauipati dukani kwa kwenda kununua kitabu, lazima upewe kwa ridha
ya wale waliokuwa na macho, waliokuwa na ilmu, miongoni mwa mashekhe waliofikia daraja ya kiwali. Ndugu yangu katika imani, baada ya kumswalia Mtume Muhammad mara 11 ndipo utaisoma sura hii, ala wa hiya suratul Qadr. Fahamuni ya kwamba sura tunayokusudia ni suratul Qadr au suratul Ghina. Baadhi ya kila imeitwa kuwa ni sura ya utajiri. Utashangaa maneno haya, lakini ndiyo maneno ambayo yanaendana na uhalisia, maneno yanaendana na ukubwa wa sura hii. Ndugu yangu katika iman, suratul Qadr ni maarufu. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. 41 marra au 360 marra. Chukua kwa idadi ya 41 au kwa idadi ya 360. Na baada ya kumaliza kuisoma sura hii, kinachofuata utasoma dua hii yenye siri kubwa. Allahumma ya man yaktafi an khalqihi jamia wala yaktafi anhu ahadu min khalqihi jamia ya ahadu man la ahadun la inqata'a ar-raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika وسدت الطرق إلا إليك يا غياث المستغيثين أغثني 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 أغثني. Utaisoma hii dua, unaisoma mara 3 na kule mwisho aghithni 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 utaikariri mara 7. Allahu akbar. Hii dua tumeieleza katika kitabu chetu cha kwanza Ahamiyatu Dua, kipo madukani, na tumeifasiri hii dua. Hapa nitakupa picha tu katika maneno unayombembeleza Mwenyezi Mungu. Unamwambia inqata rajau illa minka, ya Rabbi, yamekatika matumaini isipokuwa kwako tu. Tumekata tamaa katika haya, mambo yamekuwa magumu, mambo yamekuwa mazito, isipokuwa kwako Mwenyezi Mungu hatujakata tamaa. Allahu akbar. Alafu pale mbele anasema wasaddati tarqu illa ilaika, na njia zote zimefunga ya Rabbi isipokuwa njia ya kufika kwako tu ndio iko wazi. Jalla jalalu. Unamwambia maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika iman, ukimaliza kuisoma dua hii, rudi tena kwa bwana mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mswalie tena Mtume kwa idadi ile ile 11 mara, idadi ya 11, nayo ni witri. Ukimaliza ifunge dua yako, imekamilika. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakujalia yale ambayo yatakayokuwa ni riziki kwako kwa wasaa na bila ya tabu, bila ya mashaka, na utaona maajabu makubwa. Ala wa hiya suratul Qadr. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma al-Qushairi al-Shirazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.